Mtoto wa maskini aliyekuwa tajiri mkubwa. Katika kijiji kidogo kiitwacho Kandogo, kulikuwa na familia duni sana. Mama Mwanaidi, mjane aliyekuwa akiuza maandazi na uji barabarani, alikuwa na mtoto mmoja tu, Bakari. Watu walimcheka sana wakisema, huyu mtoto wa maskini ataishia kuwa kama mama yake tu, mtaani daima. Lakini Bakari alikuwa na ndoto kubwa. Kila usiku alilala na kitabu mkononi. Alisoma, aliota na kuamini kuwa maisha hayakomei kwenye umaskini. Hakuwa na viatu, lakini alikuwa na ndoto kubwa kuliko milima. Siku ya mabadiliko. Siku moja akiwa kwenye dampo akitafuta karatasi za kusomea, alikuta kompyuta mpakato, laptop, iliyoonekana chakavu, lakini bado ilikuwa na uwezo wa kuwaka. Aliichukua, akaanza kujifunza mwenyewe kuhusu teknolojia kwa kutumia wifi ya shule jirani aliyokuwa akiiba kidogo kidogo usiku. Miezi ilipita na Bakari alianza kuunda programu. Aliunda app ya kusaidia wakulima kujua hali ya hewa, magonjwa ya mimea na bei ya mazao. App yake ilianza kusambaa kimya kimya vijijini hadi taasisi moja ya kimataifa ikamgundua. Kupanda kwa nyota. Mwaka uliofuata, akiwa na miaka 17 tu, alialikwa kwenda Nairobi kwenye kongamano la vijana wabunifu. Hapo ndipo alipopewa tuzo ya mbunifu bora wa Afrika Mashariki. Aliporudi, tayari alikuwa ameajiriwa na kampuni kubwa ya teknolojia, lakini aliamua kuanzisha yake mwenyewe. Maskini Tech Solutions, kampuni ya teknolojia kwa watu wa kawaida. Kutajirika kwa heshima. Miaka 5 baadaye, Bakari alikuwa tayari bilionea mdogo. Alijenga shule bora kijijini kwao, alifungua hospitali na aliwapa wanawake maskini mitaji ya biashara. Wale waliomcheka zamani sasa walimuita Mwalimu Bakari. Siku moja kwenye mahojiano ya televisheni aliwaambia ulimwengu, sikuwa na pesa, sikuwa na nafasi, lakini nilikuwa na imani. Maskini si yule asiye na fedha, ni yule asiyeamini anaweza kubadilika. Mafunzo ya hadithi hii. Maisha hayategemei ulikotoka, bali kule unakotaka kufika. Ndoto huanza hata ukiwa na bure, imradi uwe na moyo wa kusonga mbele.